Na mtazamaji ambaye unanitazama kupitia ukurasa wetu wa Instagram, lakini pia ukurasa wetu wa Facebook na chaneli yetu ya YouTube channel kwa jina la Umoja Daima Media. Leo kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini imeweza kutoa mafunzo ya kuwajengea viongozi uwezo katika hapa Uhuru Hotel, ambao pia Uhuru Hotel imelikiwa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini. Na mafunzo haya yameweza kufunguliwa na Katibu Mkuu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini, Mhandisi Zebadia Moshi, ambao pia alitoa neno la ufunguzi. Katika mafunzo haya ambayo yameandaliwa na kuratibiwa na Dayosisi yetu ya Kaskazini, na ni jambo ambalo kwa upande wa kanisa tumekuwa tukishirikiana na serikali katika maeneo mbalimbali, hasa yanayohusiana na kutoa huduma za kijamii. Jambo hili la leo linahusu mafunzo kwa kamati na viongozi wetu wa vijiji, jinsi ya kusimamia rasilimali za serikali ambazo zinatumika katika miradi mbalimbali katika vijiji vyetu. Kabla mradi haujaanza, ni muhimu sana wale wanaofaidika au wahusika wakae pamoja, wakubaliane kwamba wakati wa kupanga kwamba katika kijiji chetu tatizo letu ni nini. Tatizo letu ni maji, tatizo letu ni barabara, tatizo letu ni shule, au tatizo letu ni afya. Na ukishajua matatizo lazima uyaweke kwenye vipaumbele. Kati ya haya ni kipi kinaweza kuwa kipaumbele cha kwanza katika utekelezaji? Sasa ninyi mlioko hapa sehemu kubwa mnafundishwa sasa jinsi ya kufuatilia, kuweza kuona kwamba ile rasilimali fedha ili inatumika kulingana na kusudio, lakini pia inatumika kulingana na vipaumbele vilivyopo. Na kwa maana hiyo, na mratibu wa mafunzo haya Mchungaji Andrew Munisi naye alikuwa na haya kusema. Naitwa Mchungaji Andrew Munisi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini, katibu wa idara ya uwakili, mratibu wa miradi ya Norwegian Church Aid Tanzania, ambayo miradi hii tunatekeleza kwa mikoa mitatu: mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Arusha kwa wilaya ya Karatu, pamoja na mkoa wa Manyara katika wilaya ya Babati. Miradi hii tunatekeleza chini ya ufadhili wa wenzetu wa Norwegian Church Aid Tanzania, ambao ni washirika wenzetu. Na siku ya leo tumekuwa na mafunzo ya kuwajengea uwezo viongozi wa serikali za mitaa kutoka kwenye ngazi za vijiji, wakiwapo wenye viti wa vijiji pamoja na watendaji wa vijiji, na wajumbe wake wanapewa mafunzo, na tulishawapa mafunzo kwa muda mrefu, na wanakasimishwa na mkutano mkuu wa kijiji kufuatilia miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa katika maeneo yao, ikiwa ni miradi ya afya, miradi ya elimu, miradi ya maji, miradi ya barabara, miradi yote, hata masoko, kuhakikisha kwamba inatekelezwa katika viwango na ubora unaostahili. Lakini pia wajumbe mbalimbali nao wameweza kuzungumza baada ya kupata mafunzo haya, kueleza kile ambacho wameweza kujifunza katika mafunzo ambayo yametolewa kwa siku moja, kwa siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 4 2026, yani nazungumzia siku ya leo. Wajumbe nao walikuwa na haya ya kusema. Siporo, nimetokea Karatu. Kwa siku ya leo tumekuja kwenye mafunzo ya utawala, bajeti na mambo mengine ambayo yanafanya vijiji vyetu viimarike. Mwanzoni ilikuwa ni shida kabisa, hata viongozi wa vijiji hukuweza kuelewa hilo, lakini baada sisi viongozi wetu kutupa mafunzo, tumeelewa mambo mengi sana, na ikabidi tukae pamoja na viongozi wetu wa vijiji wa kata, tuwape elimu viongozi wetu, kwa sababu viongozi pia walikuwa hawajapata kupata mafunzo hayo. Viongozi walipenda tushirikiane nao. Baada sisi kuelewa, tumefanya mambo mengi. Mimi kwa jina naitwa Reginald Rogate Orono, nimetoka kijiji cha Nshara. Nimekuja kujifunza uongozi na utawala bora. Na katika mafunzo haya ambayo tumeyapata mafunzo ambayo yanaitwa ni ya PETS. PETS ni inatujengea uwezo wa kuweza kuongoza jamii
na utawala bora. Kwa leo mafunzo ambayo yametolewa nimeweza kuyapata vizuri na nimejengewa uwezo wa kuweza kuongoza na kutawala na utawala bora unavyoendeshwa ndani ya nchi yetu. Naam, asante sana mtazamaji ambao unanitazama. Zaidi sana usisahau kusubscribe, kufollow, kucomment na kuweza kushare kwenye akaunti yetu ya Umoja Daima Media. Mimi ni Christian Ale na hii ni Umoja Daima Media. Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment.